Tuangalie kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ambavyo bado vita hivyo vinaendelea na juhudi za hapa na pale za kuhakikisha vita hivyo vinakwisha ndizo ambazo zinaendelea. Na nikwambie, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwenye taarifa yake kwamba Urusi imewarejesha kundi jingine la wanajeshi kutoka mateka wa Ukraine na kuwakabidhi wanajeshi wa Ukraine kwa Kiev kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa mjini Istanbul. Na kundi la kwanza la askari wa Urusi chini ya umri wa miaka 25 walirudi kutoka eneo linalodhibitiwa na Kiev mnamo Juni 9. Mabadilishano mengine yalifanyika mnamo Juni 10. Na kwa mujibu wa makubaliano ya Urusi na Ukraine yaliyofikiwa Istanbul mnamo Juni 2, kikundi cha wanachama wa maeneo ya Urusi hasa kijasusi walirudi kutoka eneo linalodhibitiwa na serikali ya Kiev mnamo Juni 12 kwa kubadilishana. Kundi la mateka wa Ukraine lilikabidhiwa. Taarifa hiyo ilisema wanachama wa huduma ya Kirusi kwa sasa wako Belarus wakipokea usaidizi muhimu wa matibabu na kisaikolojia. Wizara iliongeza sasa wataletwa nchini Urusi kufanyiwa matibabu na mambo mengine mbalimbali katika vituo vya matibabu vya Wizara ya Ulinzi. Na yote kumpeleka kule ni ili kuangalia kama hao watu labda hawajaekewa vitu vyovyote vya hatari ambavyo vinaweza vikatumika kufanya upelelezi kwa jeshi la Ukraine. Kwa hiyo wanawakagua kwanza, kisha mara baada ya hapo wanawapeleka ndani ya taifa lao kwa ajili ya kuendelea kuatibu zaidi. Na kwingineko ni kwamba Ukraine imepoteza jumla ya hadi wanajeshi 1380 kwenye eneo maalum la operation ya kijeshi katika siku iliyopita, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Hasa vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilipoteza askari 155 kwenye eneo la operation ya vita vya kaskazini vya Urusi, askari 240 eneo la operation ya Battle Group West, askari 190 eneo la operation ya Battle Group Kusini, lakini pia askari wengine 500 kwenye eneo la kituo cha vita. Wako pia 205 eneo la mashariki na askari 9 katika eneo la vita na maeneo mengine ya majukumu ya vikundi vya vita vya Urusi huko Dnipro. Na kulingana na wizara hiyo, vitengo vya Battle Group North vilishambulia vikosi na vifaa vya brigade nzito ya Ukraine ya mechanized, brigade 3 za mechanized, brigade 2 za mashambulizi ya anga, brigade ya Jaga, kikosi cha mashambulizi na brigade 4 za ulinzi wa eneo karibu na Hoten, Pisarevka, Varachino, Besalovka na Sadki katika mkoa wa Sudki. Na vikosi vya jeshi la Ukraine pia vikapoteza vifaru viwili yako magari ya kivita, mifumo 10 ya silaha, lakini pia ghala la kuhifadhia risasi na mifumo miwili ya vita vya kielektroniki. Na hayo ni yale ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa vita ambavyo vyombo vya habari vya magharibi haviwezi kukusogezea zaidi ya kukuletea zile ambazo ni propaganda zao halisi. Kwingineko ni kwamba ndege ya Il-76MD iliyobeba askari wa Urusi imetua kwenye mkoa wa Moscow. Na hapo awali Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa kwa Istanbul, kikundi cha wanajeshi wa Urusi walikuwa wamerudishwa kutoka utumwani Ukraine mnamo Juni 12. Hiyo ikiwa ni kama sehemu ya mazungumzo ya hivi karibuni ya kikundi cha wanajeshi wa Ukraine nacho pia kiliweza kukabidhiwa kwa Kiev. Vile vile Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema vikosi vyake vinawarejesha nyuma wanajeshi wa Urusi kwenye mkoa wa Sumi ambao umeangukia mikononi mwa Moscow kwa wiki za hivi karibuni. Kwenye ujumbe wake kwenye njia ya video usiku wa kuamkia leo, Zelensky aliwashukuru wanajeshi kwa kile alichokiita mafanikio yao. Vikosi vya Urusi vimekuwa vikisonga mbele ndani ya mkoa huo tangu mwezi Aprili, huku Rais Putin akitaka lianzishwe eneo lisilo shughuli za kijeshi baada ya wanajeshi wa Ukraine kuondolewa kwenye mkoa wa magharibi mwa Urusi wa Kursk. Pande zote mbili zimethibitisha kuwa Urusi imetoa vijiji kadhaa vya mkoa wa Sumi ambao umekuwa ukishambuliwa mara kwa mara na jeshi la anga la Urusi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Tutizame kile ambacho kinaendelea baina ya Israeli na raia wa kule Gaza. Licha ungaji mkono mkubwa wa Marekani na nchi za magharibi kwa utawala wa Israeli, lakini operation za wapiganaji wa mukawama wa Yemen katika Bahari Nyekundu na ardhi zinazokaliwa kwa mabavu zingali zinaendelea, na jeshi la Yemen limekuwa likilenga mara kwa mara maeneo ya ndani kabisa ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na utawala wa Israeli. Na duru za habari zimeripoti milipuko kadhaa iliyotokea katika siku za karibuni katikati ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na vitongoji vya walowezi wa Kizayuni katika ukingo magharibi wa mto Jordan kufuatia kombora lililorushwa kutoka Yemen. Mike Huckab, balozi wa Marekani katika utawala wa Kizayuni, amekiri kuwepo hali ya mgogoro katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu kufuatia mashambulizi ya makombora kutoka Yemen, na kusema mara nyingi tunalazimika kukimbilia kwenye maficho yaliyoko chini ya ardhi kwa kuhofia mashambulizi ya makombora ya Yemen. Tunaposikia ving'ora inabidi tuhame ubalozi na kuwapeleka wafanyakazi wote kwenye maficho hayo ya chini ya ardhi. Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa jeshi la Yemen, ametangaza kwenye taarifa kwamba jeshi la nchi hiyo, ikiwa ni katika kuwasaidia wananchi na wapiganaji wa Palestina kwenye kukabiliana na mauaji ya kimbari ya utawala wa Kizayuni huko Gaza,
limelenga uwanja wa ndege wa Tel Aviv wa Ben Gurion kwa makombora mawili ya ballistic. Msemaji huyo wa jeshi la Yemen ameongeza kuwa shambulio hilo limetekelezwa kwa makombora mawili ya ballistic, moja likiwa limepiga moja kwa moja uwanja huo wa ndege ambapo mifumo ya ulinzi ya utawala wa Israeli ilishindwa kukabiliana nayo. Mahdi al-Mashati, mkuu wa baraza kuu la kisiasa la Yemen, pia amesisitiza kuwa majibu kwa hujuma yoyote ya utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Yemen yamezingatiwa na yatakuwa ya pande kadhaa. Katika kujaribu kuvunja mzingiro wa jeshi la majini na anga la jeshi la mukawama la Yemen, utawala wa Kizayuni umefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya raia wa Yemen na kusababisha makumi ya mashahidi na majeruhi. Licha mashambulizi hayo, jeshi la Yemen linaendelea kuunga mkono mukawama na wananchi wa Palestina huko Gaza, ambapo Yemen imefanya operesheni za kipekee zikilenga maeneo ya ndani na meli za utawala wa Kizayuni katika Bahari Nyekundu na Bahari ya Hindi. Mafanikio ya operesheni za majeshi ya mukawama ya Yemen katika kukabiliana na muungano wa Marekani, Magharibi na Wazayuni kutokana na mambo mbalimbali ya kistratejia, kijeshi, kijiografia na kiitikadi. Vikosi vya mukawama vya Yemen vinatumia makombora ya hali ya juu na ndege zisizo na rubani ambazo zina uwezo wa kukwepa mifumo ya ulinzi ya ngome ya Iron Dome ya Israeli, na vikosi hivyo vimewashtua wanajeshi wa Marekani kwa kutumia mbinu na silaha za hali ya juu kama vile makombora ya kisasa katika kulenga manuari za Marekani kwenye Bahari Nyekundu. Kwa kuwa na maeneo mengi ya milimani kama vile Saada na kupakana na Bahari Nyekundu, vikosi vya jeshi la Yemen vina uwezo mkubwa wa kupeleka silaha katika maeneo hayo salama na kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya adui. Bandari ya Hodeida kama eneo la kimkakati imewawezesha wa Yemen kudhibiti vizuri usafiri wa baharini. Mukawama wa Yemen umeimarisha miundombinu ya kutengeneza silaha na kuiweka salama dhidi ya mashambulizi ya adui. Sasa nikwambie pia kupitia kanali ya 13 ya televisheni ya Kiebrania imeripoti kwamba vyama vya upinzani Israeli ambavyo vinakaliwa kwa mabavu. Sasa kupitia kanali ya 13 ya televisheni ya Kiebrania imeripoti kwamba vyama vya upinzani Israeli zimeafikiana kuidhinisha pendekezo la kisheria kuhusu kuvunjwa bunge la utawala wa Kizayuni, Senate. Na kwa mujibu wa taarifa, vyama vya upinzani vya utawala huo vimetoa taarifa yenye madhumuni yasemayo viongozi wa vyama vya upinzani wanakubaliana na Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu kupigiwa kura pendekezo la kisheria la kuvunjwa bunge, na huu ni uamuzi wa pamoja ambao ulichukuliwa wakati wa kikao cha viongozi wa vyama vya upinzani. Vyama vya Lena na Israel Beit na vimetangaza kuunga mkono swala hilo. Avigdor Lieberman, kiongozi wa chama cha Israel Beit Nu, amesema mbele ya waandishi wa habari kwamba serikali ya sasa inapaswa kuvunjwa tarehe 7 Oktoba mwaka huu, na hayo yanajiri sambamba na kuongezeka mashinikizo dhidi ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli. Mashinikizo ya vuguvugu la upinzani kwenye maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina ya kutaka kumpindua waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na baraza lake la mawaziri yameongezeka. Netanyahu anakabiliwa na shutuma kali kutoka kwa familia za mateka wa Israeli. Familia hizo zinamnyoshia kidole cha lawama kwa kushindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita na kubadilishana mateka na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas. Wapinzani wa Netanyahu, hasa familia za mateka ambao ndugu zao wanashikiliwa na Hamas, wanasema kuwa kuendelea vita hakuna tija zaidi ya kuongeza masaibu na machungu kwa pande zote mbili. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile jeshi hilo la Israeli limefanya jinai nyingine dhidi ya raia kwenye wenye kiu na njaa waliokuwa wamekusanyika kupokea misaada ya kibinadamu kwenye eneo la Netzarim. Takwimu za awali zinaonyesha kuwa Palestina 13 wameuawa shahidi na zaidi ya 100 wamejeruhiwa kwa mkupuo mmoja. Kwa mujibu wa televisheni ya Al Alam, tangu Jumatano asubuhi hadi hivi sasa raia wasiopungua 61 wa Palestina wameshauawa shahidi kwenye jinai mpya za jeshi la Israeli kwenye ukanda wa Gaza. Miili ya zaidi ya Wapalestina 40 waliouawa kikatili na majeruhi kadhaa imehamishiwa katika hospitali ya Al Shifa katikati ya mji wa Gaza, na watu hao wameuawa shahidi na kujeruhiwa katika shambulio la jeshi la Israeli dhidi ya raia waliokuwa wakisubiri kupokea msaada wa kibinadamu katika eneo la Netzarim katikati mwa Gaza wakiwa hawana silaha yoyote. Raia wengine kadhaa wamejeruhiwa katika shambulio jingine la jeshi la Israeli dhidi ya mkusanyiko wa raia wa Palestina kwenye eneo la Satwawi mjini Gaza. Shukrani kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.